السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا أما بعد. wapenzi watazamaji Babu Salam Online TV, bila shaka tuko hadhi kwa Ingereza hapa. Tunasema tuko Itiso katika kata hii ya Bolisa wilayani Kondoa hapa, tukiwa tuko katika ziara ya Babu Salam Online TV vijijini mashallah. Na leo hapa tukimtembelea ndugu yetu hapa ambaye ni moja katika walemavu wa macho. Tutapata majina yake kwa ukamilifu hapa na tutapata historia yake yeye, namna ilivyokuwa na mpaka sasa. Ni moja katika wasomaji wa Qur'ani kwa njia tajwid ama makamati, lakini ni mwalimu ambaye anasomesha madarasa. Walilahi alhamdu, tunaweza kujivunia mambo mengi sana hapa na tukapata faida kubwa kupitia kwa ndugu yetu. Ndugu yangu karibu sana Babu Salam. Hii ni Babu Salam Online TV ambaye imefanya ziara kuja kukutembelea. Kwanza tutambue kwanza majina yako kwa ukamilifu, alafu baada hapo utatupa historia. Alhamdulillah. Ndugu zangu, mimi kwa jina langu naitwa Athmani Ali Kibari, ni mzaliwa wa kijiji cha Itiso au mtaa wa Itiso kwa hivi sasa, kata ya Bolisa, wilaya ya Kondoa. Na hivi sasa nipo hapa katika kijiji changu hapa. Tupe historia kidogo, haya maradhi yako ya kutokuona ilianza vipi, na hapo tutapata historia yako ya kuzaliwa, ulizaliwa mwaka gani na mpaka matatizo haya na kukumba ilikuwa namna gani? Kwa ufupi tu, swala hili limeanza nikiwa na miaka kama 8 au 9, hasa 9. Lakini alikuanza kwa nguvu, lilikuwa linaenda kidogo kidogo. Nikiwa na miaka 9, 10 mpaka miaka 20. Hali ilikuwa ni kama hiyo tu, lakini kufanya harakati zangu nilikuwa naweza. Nilikuwa naona nafanya kazi, ni wakati labda usiku tu nilikuwa sioni vizuri. Lakini kwa muda wote kuanzia miaka 7 mpaka miaka 40 na kitu hivi. Kwa hiyo hali ndio ikaanza kukithiri. Hii hali kwa ufupi tu imeanza kukithiri kwa kasi kabisa mwaka 2006. 2006 ndio imekithiri kwa kasi. Kwa sababu nilipata ajali fulani ya jicho. Na jicho lile ndio liko lina nguvu kidogo, linaona mchana na mambo mengine, lakini baada ya ajali kwa kweli halikuwezekana kutibika, likawa limshazima moja kwa moja. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo hivyo. Ulizaliwa mwaka gani Alhabib? Mimi nilizaliwa mwaka 62 mwezi wa 3 tarehe 16. Tarehe 16. Na mpaka sasa una miaka mingapi? Kwa kweli ni miaka inaonyesha 63. Mpaka sasa una miaka 63 kamili na mwezi. Na haya maradhi umesema yameanza ukiwa na umri wa miaka 8. Ndio imeanza kidogo mpaka namna hiyo kashamiri kutokuona moja kwa moja. Haya, tupe historia kidogo kwenye upande wa usomaji. Umeanza vipi kusoma dini? Harakati zako za kusoma dini na mpaka ulipofikia hapa katika harakati za kusomesha dini na ukiwa na hali hii. Wakati nikianza harakati za kusoma, sikuwa na harakati hii kwa sababu nilikuwa nasoma naona maandishi ni mapungufu tu ilikuwepo, lakini nasoma kwa kutazama maandishi. Na nilianza nikiwa mdogo, nafikiri mimi nimeanza kusoma mwaka 73. Kwa mwalimu Musa Juma. Na baadaye kwa sababu madrasa zetu za vijijini hazikuwa ni madrasa za kuendelea, 74 nzima tumekaa furia tukusoma. 75 pia vile vile. Mwalimu yule aliondoka, akaja mwalimu mwingine, mwalimu Muhammad Abdullah Kilala. Huyo ndiye amenifundisha Qur'an. Na wakati maradhi haya yanaibuka ya kutokuona kabisa, ulikuwa kwenye stage gani ya masomo? Wakati maradhi yanaibuka haya tayari mimi nafundisha. Unafundisha? Si nasoma, nafundisha. Unafundisha? Ndio madrasa hapa Itiso. Nimefundisha kwa muda wa miaka 16 mfululizo. Awamu ya pili, lakini nimewahi kufundisha miaka 2 nyuma ya hapa. Kabla sijaenda kusoma, nafikiri nimefundisha miaka 2 ndio nikaenda kusoma. Baada ya kuja kusoma nikafundisha tena miaka 16. Hivi sasa nafundisha tu baadhi ya watu, lakini sio madarasa kamili kama nilikuwa nafundisha. Bwana wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko hapa Itiso na leo tukimtembelea ndugu yetu Sheikh Athmani hapa ambaye ametueleza historia yake. Kwa kweli ni vitu ambavyo vinahuzunisha, lakini bado anafanya kazi ya dini licha mtihani aliopewa na Mola wake, lakini bado
ana mapenzi ya dini na anapenda kuitumikia dini, na mpaka sasa na hali alionayo haoni, lakini anasomesha dini. Mtihani ulimkumba huu akiwa tayari ameanza kusoma na kuona herufi na ameanza kusomesha, ndio mtihani ukamkumba namna hii. Wallahi ndugu zangu katika imani, watu hawa wanatakiwa waangaliwe sana sana sana, kwa sababu licha mitihani waliopewa na Mola wao, lakini bado wanatafuta radhi za Mola wao kwa kufundisha, kwa kutoa nasaha na kadhalika namna hii. Ndugu yangu, kwanza Mwenyezi Mungu akulipe kheri inshallah kwa mtihani kwamba Mungu amekupatia namna hii. Mwenyezi Mungu inshallah atakulipa kwa kazi ambayo unaifanya, na si kazi ndogo hii ambayo unaifanya, ni kazi kubwa. Leo tunataka kujifunza kidogo kupitia kwako. Lipi la kuambia watazamaji wa Babu Salam Online TV, hasa kuhusiana na harakati zako unazofanya? Kwa kweli mtu asija akaona amepata matatizo akaona ndio chanzo labda cha kujibagua sana. Yoyote mwenye matatizo ya ulemavu basi asijirudishe nyuma, achanganyikane na wenzie. Na aendelee kusoma, kwa sababu kusoma tumeambiwa ila almahdi ila lahadi, ni kuanzia ulezini mpaka mlandani. Hili swala la kusoma hatukuambiwa asome mtu mzima tu au mtoto tu, twala balelene ni juu ya kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike, ai bali na akila tena wale ambao walio bali na akila ambao wamelazimiwa. Lakini hatukuambiwa walemavu wasisome, wote ni kitu kimoja, tuko sawa. Na hata kwenye ibada lazima tuwe sawa. Angalau kutaweza kukaa na mapungufu kwenye ibada, lakini ni mapungufu labda ya viungo, anashindwa kusimama, anashindwa kufanya nini, lakini kwenye ibada mlemavu hakuambiwa abaki. Na si hivyo tu, mimi kama navyoona hivi, mimi ni mtubu wa msikiti wa Itiso. Ni khatibu. Mpaka hivi sasa msikiti wa Ijumaa hapa. Na pia vile vile ni naibu wa imamu hapa. Na nafanya kazi kufundisha baada ya swala alfajiri kila siku hivi sasa. Kwa hivi sasa baada ya swala alfajiri ndio kipindi changu. Mashaallah. Bwana, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko Itiso hapa, na haya ni mambo mazuri yanotoka katika kinywa cha ndugu yetu Sheikh Athmani kutoka hapa Itiso hapa. Sheikh Athmani, sasa tutataka kujua kidogo, walau tupate mambo mawili. Jambo la mwanzo, kwanza utupatie nasaha walau kwa mukhtasar. Umesema wewe ni khatibu katika msikiti wa Itiso hapa, tutataka kujua, na mwishowe tutapata faida kutoka kwako kwa kupitia Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Karibu sana. Kwanza kwa nasa walau kwa dakika 3 tupate vitu kutoka kwako, zile lulu ambazo unawapa watu wa Itiso leo, wape Babu Salam Online TV wote ambao wanakutazama. Ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil hakimil karim, alfa'ilul muhtar, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma salatu ma salam ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kushukuru Allah tabarak wa taala ambaye yeye ndio ametuwezesha tukakaa katika kikao hiki, si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu, bali ni kwa irada Allah tabarak wa taala. Ndugu zangu, yakulu tabarak wa taala fi muhkam kitabil aziz, anatueleza Allah tabarak wa taala katika kitabu kishindi, anasema thumma la tusalunna, kisha mtakuja ulizwa. Thumma la tusalunna yawma idhin anin naim, kisha mtakuja ulizwa juu ya neema ambazo kwamba mliopewa na Allah tabarak wa taala, mlitumiaje? Kwa mfano, miguu yako ulitumia vipi? Mikono yako ulitumia vipi? Akili yako ni neema, umetumia vipi? Uzima wako umetumia vipi? Hizi ni neema ambazo tutaulizwa kila moja, bila kuchagua ni mlemavu, bila kuchagua ni mtu aina gani. Maswala haya kila moja ataulizwa, kwa sababu huku kusema tu ni neema. Maana yake neema wengi atuelewe neema labda ni riziki peke yake ndio neema. Neema ni nyingi, uzima nini, yote ni neema. Kwa hiyo ndugu zangu, nafikiri hapa kila moja ajifikirie katika akili yake. Je, mimi namuogopa Mungu kwa kupitia akili yangu niliyopewa? Je, mimi miguu yangu inaenda kufanya amali za khairati? Amali za khairati si kusali peke yake, hata kwenda kufanya kazi za kiulimwengu upate riziki yako ya halali ni moja katika amali. Kwa hiyo
mtu ajiulize, mimi sasa mzima na vitu vyote na akili yangu yote, je, nimeshaandaa nini kwa Allah tabaraka wa taala? Nini ametoa, nini nimeandaa? Kwa sababu inatakiwa mtu ajifahamu kabla ya kufika hiyo siku. Tunasema al-kaisu, yani mwenye akili maana nafsi ni yule ambaye kwamba mwenye kuilingania nafsi yake akaichunga na akafanya lile ambalo kwamba litakamfuata baada ya kufa, si kutazama leo hii peke yake, hapana, na baadhi ya siku zingine. Kwa hiyo haya ni maswala yanatakiwa kila moja aitazame na akumbuke kule nilipoanza, thumma la tusaluna yawma idhin anin naim. Haya yatakuwa yametukumba kila moja. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko Itiso hapa na huyu ni mwamba, huyu ndugu yangu Ustadhi Sheikh Athmani, akitupatia usia mzito sana. Moja katika vitu alivyozungumza, thumma la tusaluna yawma idhin anin naim. Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu atakuja kutuuliza juu ya neema ambazo Mungu ametupatia, na akatufafanulia hapa. Moja katika neema ni hiyo, moja ni neema ya macho. Macho yako umeyatumia namna gani? Miguu yako umeitumia namna gani? Senti yako umeitumia namna gani? Fikira yako na elimu yako umeitumia namna? Ikiwa mtu kama huyu ana hofu ya Mola na anahofia namna ya kuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu, vipi wewe ndugu yangu mtazamaji, unayafanya haya ambayo yanazungumzwa? Neema uliyopewa na Mola wako umeitumia namna gani? Afia uliyopewa na Mola wako umeitumia namna gani? Subhanallah. Mwenyezi Mungu akulipe kheri ndugu yangu. Inshallah. Kazi kubwa umeifanya na usia huu na dawa hii umeitoa kubwa sana. Tutakwenda katika upande wa pili, walau sasa tutabaruku kwa Qur'anul Karim. Karibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futur. Thumma arjil basara karratayn ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء دنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب الصغير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب الصغير. Uthman bin Ali mashallah kutoka hapa Itiso, ni moja katika wasomaji mashallah kama tulivyosikia hapa. Mwenyezi Mungu akubarikie ndugu yangu. Wako ambao wanakutazama na hasa kuna ndugu zetu ambao wanataka kuandaa mashindano haya ya Qur'ani, hasa kwenye upande huu wa ulemavu wa macho, akiwemo ndugu yetu Ukhti Zahara ambaye yuko katika taasisi ya Taawanu. Anahitaji kufanya nini, lipi la kumwambia? Kwa kweli la kumwambia ni kuzidisha tu imani na kutaka kujitokeza. Inshallah Mwenyezi Mungu aweze kujua hii Qur'ani na muhimu, si umuhimu wa watu fulani, ajue umuhimu ni wa watu wote, bila kujali mtu mkubwa wala bila kujali ni mtoto mdogo. Kila rika linatakiwa lisome. Hakuna rika maalum lililoandaliwa. Ila al-mahdi ila al-lahdi. Kulezini mpaka kuweko mlandani. Salamu alaykum. Na kuna wako ambao watakayetamani
kukusaidia kwa namna moja ama namna nyingine kuhusiana na harakati zako ambazo unazoziendesha hapa za kuswalisha lakini na za kusomesha, lipi la kuwaambia? Kwa kweli kubwa kabisa nataka tu mtu kuniweka vizuri, kwa sababu na muda mrefu hivi sasa sija tazama sana herufi. Kinachotakiwa kuwe na mtu maalum mwenye uwezo kuyaweka kama nilivyokuwa naweka zamani. Mimi kule mwanzo nilikuwa nimehifadhi juzuu 4. Toka kule mwanzo. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu na mtihani hivi sasa zaidi ya miaka inaelekea kama 16 hivi. Au 10 na ngapi. Mpango wa kutazama kama nilivyo natazama haupo kama nilikuwa nasoma mbele vizuri kabisa. Kwa sababu nilikuwa nasoma mwenyewe. Lakini kwa sasa hivi kunatakiwa kunyooshwa kwa msaada. Ili herufi zikae vizuri. Yaani upate mtu ambaye anaweza kukusomesha kwa kunisikiliza kwanza, kukumbusha yaliyopita pita yale ili iweze kukaa vizuri, kwa sababu nilipita sio mwanzo. Yaani mtu aanze kukusikiliza vizuri kule ulipotokea. Pita zile sehemu nilizotoka. Manake mara nyingi tutaweza kawa na makosa kwa sababu muda ni mrefu. Bwana ndugu zangu, na hapa ninapokwenda kutaka kuhitimisha, ndugu yangu Sheikh Athmani Ali, kuna watu wako ambao wategeguswa tukio hili kwa namna moja ama namna nyingine, wakataka kukuchangia pengine chochote ulichonacho katika sadaka zao. Hebu namba za simu watajie. Namba za simu 06 86 67 18 57. Airtel. Nafikiri hii ndio nimehifadhi inatosha. Naam, wapenzi watazamaji Babu Salam Online TV, haya ndiyo mambo mazuri yanotoka hapa Itiso kwa ndugu yetu Sheikh Athmani bin Ali, ambaye kwa kweli yeye leo ametuonesha kitu muhimu ambacho Mwenyezi Mungu amempatia licha kuwa mtihani aliopatiwa na Mola wake, lakini dini imesimama katika kifua chake. Maneno Mwenyezi Mungu yameketi katika ulimi wake. Mimi na wewe angalau unatakiwa tujifunze katika vitu kama hivi, ambao hao wamepata mtihani, lakini licha mtihani aliopatiwa na Mola wake bado anasimamisha swala 5, bado anaisoma Qur'ani, na bado anaipeleka dini mbele. Ni watu muhimu ndugu zangu ambao tunatakiwa tuwatazame kwa jicho la huruma sana. Una chochote, shilingi 1000 yako, shilingi 2000 yako, namba zake za simu amezitaja, lakini katika runinga yako hiyo utakitazama fa'tarafu bi dhanbihim fasuqal ashabi as-saghir innal ladhina yahshawna rabbahum bil aibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم. Naam, upenzi watazamaji Babu Salam Online TV, haya na hii ni Qur'anul Karim ikisomwa na ndugu yangu. Kuna namba ziko hapa 0783453224. Hiyo ni namba ambayo unaweza kutuma mchango wako na ukajitambulisha na sadaka yake ikafika bila mashaka yoyote. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Chumba bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.